الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile kisa Mtume Yusuf alayhi salam. Jana tuliachia mahali ambayo Mtume Yusuf alayhi salam alikuwa ameshikwa na yule mkeo wa Aziz, alikuwa amemwambia lazima tufanye ngono. Subhanallah. Lakini Yusuf alayhi salam akataka kutoroka kukimbia upande ya mlango, na yeye alikuwa anamkimbiza nyuma yake, ndio akavuta ile kanzu kutoka nyuma, akakata ile kanzu kutoka nyuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, waqadat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Allahu akbar. Saili wote wawili walikimbia upande ya mlango, wakiwa nakimbia ile mwanamke wa Aziz akamshika kanzu ya Yusuf alayhi salam kutoka nyuma, akakata ile kanzu ya Yusuf alayhi salam. Wote wawili wakafika katika mlango, kufungua ile mlango hivi, ule Aziz ule sasa bwana hiyo bibi alikuwa mbele ya mlango hivi amesimama, wote wawili na wako pamoja. Na bibi alikuwa very indecent, alikuwa amevaa nguo ambaye inaonesha mwili yake na kila mali yake. Sasa venile bwana alikutana na hivi alistuka. Sasa yule bibi alisema nini? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su. Ni nini? Hapana malipo ya yule ambaye alikuwa anatakia mkewe maovu, alikuwa anatakia mkewe mabaya, alikuwa anataka kunirep, illa an yusjana au adhabun alim, ila huyu afanywe nini? Afungwe gerezani ama adhabu ambayo ni chungu kabisa. Saa hiyo alibadilisha ile maneno. Ni yeye ndio alikuwa anahitaji Yusuf alayhi salam, lakini saa ile aliona bwana yake alisema ni Yusuf ndio alikuwa anataka kunirep, Yusuf alikuwa anataka kunifanyia maovu, Yusuf alikuwa anataka kunifanyia mabaya. Sasa lazima apatwe adhabu chungu, lazima afungwe. Subhanallah. Yusuf alayhi salam hana wadi ya kusema. Yusuf akasema nini? Qala hiya rawadatni an nafsi, wallahi ni yeye ndio alikuwa ananitaka mimi siko namtaka. Yeye ndio alikuwa ananihitaji, yeye ndio alikuwa ananitamani, mimi sikuwa namtamani. Sasa iko kwenye kesi. Ule Aziz sasa, ule waziri wa fedha, ule jamaa ako karibu na king kabisa, ule alikuwa na power, akasema nini? Akiwa anataka kumchukulia hatua Yusuf alayhi salam, alikuwa amekasirika sana. Kuna kijana mmoja ambaye mdogo, alikuwa mchanga sana, ni cousin wa huyu mwanamke, huyu bibi ya Aziz, alikuwa ni kazini yake. Yeye alikuwa ni mchanga sana. Allahu akbar. Inasemekana kuna watu watatu peke yake waliongea wakiwa watotoni, wakiwa watoto wadogo. Kuna watu watatu peke yake waliongea. Mmoja wapo ilikuwa ni huyu mtoto ambaye ataongea wakati ya Yusuf alayhi salam. Wa pili ni Mtume Isa alayhi salam. Sasa anasema nini? Qala inni abdullahi atani alkitab waja'alani nabiyya. Sasa Mtume Isa alayhi salam anaongea na wana wa Israeli, wamefungua pumbo wazi, wanashangaa mtoto mdogo anaongea, anasema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu amenipatia kitabu na mimi amenifanya ni mtume, na alikuwa ni mchanga kabisa. Allahu akbar. Isa alayhi salam. Na watatu ni ashabul ukhdud. Sasa walikuwa wanataka kutupwa ndani ile moto, ile historia ashabul ukhdud hapo Yemen. Sasa wale muumini walikuwa nataka wametengenezewa trench moja kubwa, ikisemekana yoyote ambaye anaamini Mungu wa ile kijana mdogo, ile kijana story yake ni mrefu, ikisemekana ile mtu atamwamini Mungu hiyo kijana ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watatupwa ndani ya moto.
Sasa kila mmoja hapo anatupwa. Kuna mama alikuwa na mtoto mdogo, ule mama akamwogopea ile mtoto mdogo kumwangusha na ile moto. Ile mama alianza kusita, ile mtoto akamwambia, mama, hii si moto ya kawaida, hii ni janna ndani yake. Allahu akbar, tutupe ndani mimi na wewe. Allahu akbar. Mama akaingia na ile mtoto wake ndani ya moto. Qutila ashabul uqdud an-nar dhatul waqud. Allahu akbar. Ni moto ambaye ilikuwa na kuni mingi kabisa, lakini ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya poponi. Venye Mtume Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimfanyia ile moto ikuwa mahali mzuri, raha, hata wale wa ashabul ukhdud walifanywa hivyo. Sasa wale watu watatu waliongea, huyu kijana ambaye ako nyumba ya Al-Aziz ambaye ni cousin, huyu ni familia ya hiyo bibi, alisema nini? Akiwa mtoto mchanga kabisa anaongea, watu wote wameshangaa. In kana qamisuhu qudda min qablin fasadaqat wa huwa min alkadhibin. Ikiwa hii kanzu yake Yusuf alayhi salam imechanwa kutoka hapa mbele, kutoka upande mbele imechanwa, huyu bibi anasema ukweli, huyu mwanamke anasema ukweli, lakini Yusuf alayhi salam anadanganya. Allahu akbar. Wa in kana qamisuhu qudda min tuburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Kama kanzu yake ile alikuwa anavaa imeraruliwa kutoka nyuma, imechanwa kutoka nyuma, huyu bibi, huyu mwanamke anasema ni uongo, Yusuf alayhi salam anasema ukweli. Allahu akbar. Ule waziri akakimbia akaangalia ile kanzu ya Yusuf alayhi salam, falamma raa qamisahu qudda min tuburin. Sasa atasema nini? Aliona ile kanzu ya Yusuf alayhi salam imechanwa kutoka hapa nyuma, imekatwa kutoka hapa nyuma, inaonesha ya kwamba Yusuf alikuwa anakimbia. Ule kijana mdogo alikuwa na very intelligent, anamaanisha kama ingechanwa hapa mbele, inamaanisha Yusuf alikuwa anataka ajisukume kwa huyu mwanamke mbake, lakini ndo ingeraruliwa hapo mbele, ingekuwa anataka kumbake huyu mwanamke. Lakini kama yeye imeraruliwa kutoka nyuma, inamaanisha Yusuf alikuwa anatoroka akashuka kutoka nyuma. Allahu sasa ile aliona hivyo, alisema nini? Ule ilikuwa nataka na amchukulie hatua bibi yake, anasema nini? Qala innahu min kaydikun inna kaydakun adhim. Hakika hii ni vitimbi vyenu nyinyi wanawake, nini mnakuanga na vitimbi ambaye ni kubwa kabisa. Wanawake wanakuanga na vitimbi ambaye ni kubwa kabisa. Inna kaida shaydani kana dhaifa. Mwenyezi Mungu anasema ile vitimbi ya sheitani ni dhaif, haina nguvu. Allahu akbar. Lakini vitimbi ya wanawake ni adhim, ni kubwa kabisa. Wakikupangia wallahi watapanga downfall yako mpaka chini. Subhanallah. Mungu atuchunga na vitimbi kama hiyo. Mandugu zangu Waislamu, wakati ile amefanya hivyo, ule Aziz, ule waziri wa fedha, the second most powerful man in Misr, in Egypt, yeye ndo alikuwa second most powerful. Anaambia nini Yusuf alayhi salam? Yusufu a'rid an hadha. Yusuf, wachilie hii mbali, usijaribu kutangaza historia. Hii story iko katikati yetu, iko katika hii nyumba peke yake, isifike nje. Tuache hiyo story, isijaribu kusikika kutoka nje kabisa. Wastaghfir li dhanbik. Ewe mwanamke, wewe mwanamke, muombe msamaha Yusuf alayhi salam katika ile dhambi ambayo umefanya. Innaki kunti min alqadiin. Hakika wewe umekuwa katika ile watu ambayo umekosea kabisa. Wewe uko miongoni mwa wale ambayo mmekosea kabisa. Muombe msamaha Yusuf alayhi salam. Wewe mwanamke umefanya makosa kubwa sana, na akawachia ile maneno hapo. Sasa watu wa tajiri ukiona hawana ile thamani ndani ya roho yao, anaona mwanamke yake anafanya hivyo, lakini aliwachia ile story hapo, alizima, alisema isitangazwe, isitoke nje. Lakini watu wanasema utakosa mtu kukupatia kitu ama pesa ama hela, lakini huwezi kukosa mtu kukuambia kitu. Ile maneno ikaenda polepole nje, ikaanza kutoka nje, ikaenda kwa town, ikaenda like wildfire kila mahali. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الله أكبر. wale wanawake wa town wale sasa the cream
wale wameolewa na waziri katika town, wale wadozi, wale MDs wanawake yao, kila mmoja wao anasema ya kwamba mumesikia historia, ule mwanamke wa Aziz, ule mwanamke wa waziri wa fedha alimpenda mtumishi wake, anamtamani sana ule mtumishi wake ambaye anamtumikia, the slave boy ambaye ako kwake, anampenda sana, anamtamani. Qad shaqafaha hubba, amesalitiwa na mapenzi kabisa. Je, atampenda haji mtumishi wake? Inasemekana shaqafaha hubba ni ile love ya hali ya juu kabisa, ni ile love ambaye hata binadamu anaweza kujua. Wangapi mumeona mtu anaenda hata najua kwa sababu kitu inaitwa love. Ile mwanamke amefika mahali ambaye anataka hata jimalize yeye mwenyewe kwa sababu venye alimpenda Yusuf alayhi salam. Allahu akbar. Inna lanaraha fi dalal mubin, sisi tunamwona ya kwamba huyu mwanamke katika mahali ambaye amepotea, ambaye ni dhahiri kabisa amepotea. Atampenda haji mtumishi yake, atampenda haji slave boy. Kivipi atafanya kitu kama hiyo? Subhanallah. Ile mwanamke ile msengenyo sasa ikamfikia. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttakaa. Allahu akbar. Akafanya nini? Wakati ile alisikia wanamsengenya, wanaongea juu yake, ikafika kila mahali, akawafanyia sasa party, akawaita wote, akasema mimi na wa invite, nataka mkuje kwangu niwapatie chakula, niwaandalie kila kitu. Allahu akbar. Wale wanawake ambaye ni cream, wale wameolewa na wadozi wote akawaita katika kwake. Sasa wote wakakuja, akawatengenezea mtaka mali mzuri ya kukaa, akawapewekea pilo ya kukalia vizuri, ama cushion ya kuegemea, ya kukaa vizuri, ya kuona kila kitu vile mambo yuko. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, kila moja yao akamletea kisu, akamwambia shika hii kisu, akaleta machunga, akaleta fruits, akaambia mjikatekate na hii kisu, mwanzo kukula. Waqalat ikhruj alayhin. Allahu akbar. Akaambia Yusuf alayhi salam, kuja sasa, tembea mbele yao, kuja walete vitu. Yusuf alayhi salam ametokelezea hivi mbele yao. Wale wanawake walistuka wote. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Allahu akbar. Mara moja walimwona Yusuf alayhi salam na ile urembo ambaye Yusuf alayhi salam alikuwa naye. He was very very handsome, Yusuf alayhi salam. Allahu akbar. Waqad u'diya shadru al-jamal. Rasul sallallahu alayhi wasallam alituambia wakati ile alienda Isra wal Mi'raj, alikutana na Yusuf alayhi salam. Anasema Yusuf alayhi salam, ukimwona venye anameremeta, venye anakaa smart, ni kama kwamba amepatwa nusu ya urembo ya dunia. Allahu akbar. Yusuf alikuwa ni mrembo sana. Yusuf kutokea, wakaona ile Yusuf, wakaanza kumfanya takabari, wakafanya ni kitu kubwa kwao. Hawajawahi ona binadamu kama Yusuf alayhi salam, walifanya ni kitu kubwa kwao. Waqatta'na aydiyahunna. Sasa venye walikuwa na katakata ile fruits, wakajisahau, wakaanza kukata mkono yao. Venye wanamwangalia Yusuf, wakaanza kukatakata mkono hivi, kila mmoja akajiwekea injury katika mkono. Allahu akbar. Wakasema nini? Waqulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Wakaanza kusema hasha lillah, God forbid, wallahi huyu si binadamu ya kawaida, huyu si binadamu kabisa, huyu ni malaika, tena si malaika wa kawaida, huyu ni malaika ambaye ni mtukufu kabisa. Allahu akbar. Yusuf venye alikuwa anakaa very handsome, wanasema huyu si binadamu, huyu ni malaika, tena ni ule karim, ule mtukufu kabisa. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam. Ile mwanamke sasa akawageukia, aliona damu imamagika katika mkono, wanashangaa, wamejikatakata, wanastuka, wanasema kwani binadamu kama huyu anaishi kwako na unakaa hivyo? Akasema nini? Qalat fadhalikun alladhi lumtunani fi, huyu sasa ndio mlikuwa mnanilaumu sababu yake, mnamuona huyu sasa vile anakaa. Allahu akbar. Lakini wacheni niwaambie kweli, uso yake peke yake msiangalie venye ako smart, venye ako very handsome, hata ndani ya roho yake ako mzuri kabisa. Allahu akbar.
walaqad rawatuhu an nafsihi fastasam, mimi nilikuwa namtamani sana katika nafsi yangu, lakini alinikataa. Yeye amenikataa kabisa. Uzuri yake amejiongezea kwamba hatakufanya mabaya yote. Yusuf alayhi salam amekaa gangari na amenikataa. Nimefanya venye yote nimeweza, nimetumia all means, nimetumia kila kitu kumshawishi Yusuf alayhi salam akuja kwangu, amenikataa kabisa. Wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-sakhirin. Allahu akbar. Kama Yusuf alayhi salam hawezi fanya venye sasa nitamamrisha, mumeona venye nyinyi mnajikata mkono, sasa mimi nimefika mwisho. Hata mimi kama Yusuf atakataa venye nitamwamrisha afanya na mimi, na hata wale wanawake wengine wote walikuwa na yeye walisema hata sisi tuko na wewe akikufanyia jambo hata sisi tunataka tukue pale, tunataka hata sisi tuingie ndani. Subhanallah. Kama ni hivyo, anasema akikataa tutamfunga gereza, bila shaka tutamweka ndani, na atakuwa mojawapo wa wale ambaye watu wa chini kabisa. Mtu wa chini hana maana. Yusuf sasa anaishi katika kasri, anakaa mzuri, anakula chakula mzuri, tutamake sure anakuwa mtu wa chini kabisa. Kama yu urembo yake hawezi kutusaidia sisi, tutamfunga gerezani. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam anasikia ile maneno venye wanampangia vitimbi. Yusuf alayhi salam anasikia. Yusuf akainua mkono akamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mimi naipenda kufungwa gerezani kuliko hii jambo ambayo wananiitia. Ya Allah, mimi sitaki jambo ambaye mabaya wananiitia. Ya Allah, mimi sitaki. Ya Allah, afadhali niweke gerezani, niingie katika jela. Allahu akbar. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin. Ya Allah, kama utanichunga na hii vitimbi ambaye hawa wanawake wanataka kunipangia, kama ya Allah utanichunga naye, ya Allah nitamili ndani yao. Ya Allah, naweza kubali maneno yao. Ya Allah, niende upande yao na shetani anishawishi vibaya. Ya Allah, nichunge naye kabisa. Ya Allah, nikikuwa hivyo naye nitakuwa ndani ya wale ambaye ni wajinga kabisa. Ya Allah, ya Allah, nichunge na hii mambo ambaye vitimbi ambaye hawa wanawake wananipangia. Sasa mara kwanza ilikuwa ni mwanamke wa Aziz peke yake, ule mwanamke wa waziri wa fedha, waziri wa mali. Saa hii sasa ni wale wanawake wengine wote wale wadozi, kila mmoja wanampangia vitimbi. Sasa anasema ya Allah, kama utanichunga na wao, mimi nitakuwa mjinga na nitapotea, na wanaweza nichukua. Ya Allah. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, fastajaba lahu rabbuhu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakubali ile dua yake. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakubali dua yake na akamchunga na wale wanawake ambao walikuwa wanataka kumletea shida. Thumma badalahum min ba'di ma raul ayat la yasjununnahu hatta hin. Baadaye akapelekwa kotini. Ule sasa Aziz wakampeleka kotini, wakampangia maneno, wakasema ya kwamba kama huyu Yusuf alayhi salam hawezi wekwa ndani na hawezi fungwa gerezani, itasemekana mwanamke wa Aziz alikuwa anafanya ngono na Yusuf alayhi salam. Itakuwa ni aibu. Masri mzima, Egypt mzima imesikika hiyo maneno. Sasa ile maneno peke yake tunaweza fanya, tunamchukua mtume Yusuf alayhi salam na anawekwa gerezani kwa muda, haijulikani time. Umaifungwa katika jela na ujuu utawachiliwa lini. Subhanallah. Semekana Yusuf tu apelekwa afungwe jela. Venye wale wanawake walikuwa nataka happen. Walimpangia vitimbi mpaka wame make sure Yusuf alayhi salam ameingia gerezani. Allahu akbar. Yusuf kuingia katika ile gereza akakutana na watu wengi ndani ile gereza. Sasa Yusuf alayhi salam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema tulimpatia hukumu na tukampatia ilmu na tukampatia venye ya kutafsiri ndoto ya watu. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam, vijana wawili ndio waliingia naye katika jela. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia wadakhala ma'ahu sijna fatayan, katika ile gerezani aliwekwa ndani kuna vijana wawili ambaye waliingia naye katika ile gerezani. Allahu akbar. Wale vijana wawili walikuwa nani? Walikuwa wanafanyia mfalme kazi. Mmoja wao alikuwa anamtengenezeanga mvinyo na pombe, mwingine naye alikuwa anamtengenezeanga mkate na kila kitu.
Mara mwisho kuna watu wapambe walifanya katikati yao fitina, wakasema ya kwamba mfalme, wewe hao wawili wanataka kukuua, wanataka kukuwekea chakula yako sumu. Sasa wote wawili wakachukuliwa wakawekwa ndani, Allahu Akbar, kwa kutaka kumua nani? Mfalme. Subhanallah. Siku moja wakaota watu wawili, wakamkujia Yusuf alayhi salam, wakamwambia Yusuf, sisi tumeota. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, moja wapo akakuja akasema Yusuf alayhi salam, mimi nimeota nikitengeneza pombe, nikitengeneza pombe ndio nimeota Yusuf alayhi salam. Hiyo inamaanisha nini? Nimeota ya kwamba juu ya kichwa yangu kulikuwa na mkate, alafu ndege wanakuja wanamkula juu ya kichwa yangu. Ile mandege wanakuja wanakula ile mkate ambayo iko juu ya kichwa yangu. Nabina bitawilihi inna lanaraka min almuhsinin. Ewe Yusuf alayhi salam, Abu jaribu kutuambia, utueleze hii ndoto yetu ni nini? Yusuf alayhi salam, sisi tunakuona wewe ni mtu mzuri kabisa. Yusuf alayhi salam, wewe ni mtu bora, wewe ni mtu mwema, tuambie hii ndoto yetu inamaanisha nini? Allahu Akbar. Sasa Yusuf alayhi salam ikafika wakati yake, qala la ya'tikuma da'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bitawilihi qabla an ya'tiyakuma. Yusuf alayhi salam akawaambia, hii chakula ambaye sasa mnataka kuletoa, kabla haijawafikia mimi nitawaambia ndoto yenu, kabla hamujajua hiyo chakula, na mimi naweza waambia ile chakula ambaye mtaletoa saa hii. Ile chakula ambaye bado haijaletwa, ile ene inakaa, mimi hata naweza eleza ni chakula gani ambaye mtaletwa. Allahu nani amenifunza? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Mimi nimejikinga naye, nimewacha ile mila ambayo watu ambayo muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wale watu ambayo waamini yaumul qiyama, mimi nimejikinga naye. Sasa Yusuf alayhi salam anachukua time yake. Anachukua time gani? Anajaribu kuwapatia hao vijana wawili rafiki yake advice, anajaribu kuwaita katika dini. Wallahi kila wakati at your workplace, uko unazunguka, uko na mtu ambaye si Muislamu, uko unafanya mambo yako, uko unafunza madrasa, uko katika kazi yako, kila wakati unafaa kufanya da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna time wallahi, ile time tuko nayo ni kidogo sana. Hiyo time kidogo tutumieni kufanya da'wa. Abu angalia Mtume Yusuf alayhi salam alikuwa anaweza kujibu hiyo swali yao very fast, awaambie it happen hivi, it happen hivi, lakini alianza kuchukua polepole, anaanza kuwafunza wanafaa kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, akasema mimi nimefuata mila ya baba zangu ambaye ni Ibrahim, ambaye ni Ishaq, ambaye ni Yaqub, ambaye ni baba yangu. Allahu Akbar, mimi nimetoka katika ukoo kama hiyo. Allahu Akbar. Ma kana lana an nushrika billahi min shay, wallahi hatuna haki yoyote kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa chochote kabisa. Tufai kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika min fadlillahi alaina, hakika hiyo ni fadhila ambayo Mwenyezi Mungu ameweka juu yetu katika hii family ambaye Yaqub, Ibrahim alayhi salam na Ishaq na mimi. Allahu Akbar. Wa ala nas, na wale watu wengine wote Mwenyezi Mungu amewapatia fadhila pia. Walakinna akthara an-nas la yashkurun, lakini watu wengi wallahi hawajui kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengi hawamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an mara nyingine, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Anasema kuna watu ambayo Mwenyezi Mungu aliwadekeza na wakapatia raha, lakini walibadilisha wakaweka kufru ndani yake. Katika ile raha ambayo Mwenyezi Mungu aliwapatia wakaweka kufru, wakapeleka kaumu yao yote katika nyumba ya moto. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atuchunge na jambo kama hiyo. Sasa akamwambia nini? Ya sahibi sijni. Abu angalia kijana Yusuf alayhi salam anawaita ile marafiki yake, anasema nini? Enye wafungwa wenzangu, nisikizeni vizuri. Arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Je, mabwana mingi ambaye wasikizani wameenda firqa kando kando, ambaye wao kwa wao ambaye eneo wasikizani ni bora, ama ni Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja ambaye kuna nguvu?
Anamaanisha hao masanamu, kuna wengine wanaabudu masanamu fulani, kuna wengine wanaabudu sanamu different, wengine wanaabudu sanamu mwingine. Sasa hao wote ambaye wako pamoja ndio bora kuliko yule Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja, ambaye kuna nguvu. Allahu Akbar. Ma ta'buduna min dunihi, msimwabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale sasa walikuwa wanafanya nini? Wanaabudu masanamu ambayo wametolea jini yao. Illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Hao ni masanamu tu ambaye mumetulia majina nyinyi na mababa zenu, si ati watu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha udhibitisho juu yao ambayo kusema tuabudu watu kama hao ama masanamu kama hiyo. Hapana, ni watu mababa zenu na nyinyi ndio mmewatolea majina, hiyo ndio mtafata. Anil hukmu illa lillah, hukumu yote iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amara alla ta'budu illa iyyah, Mwenyezi Mungu ametuamrisha tumabudu yeye peke yake tu. Mwenyezi Mungu peke yake tu ndo ametuamrisha tumabudu. Allahu Akbar. Dhalika dinul qayyim, akaambia hii ni dini ambaye imenyoka. Angalia Mtume Yusuf alayhi salam, wale vijana wawili anaanza kuwapatia advice kabla hajawaambia ile ndoto yao, tafsiri ya ile ndoto yao. Allahu Akbar. Anaweka katika barabarani. Allahu Akbar. Akawaambia nini sasa? Ya sahibi yasjini, enye wenzangu katika gerezani, nisikizeni, wacheni niwaambie sasa ndoto yenu venye ilikuwa. Fayasqi rabbahu qamra, mmoja wenu sasa. Angalia Mtume Yusuf alayhi salam hakuwa anataka kumstoa yule mwingine, anasema mmoja wenu ataenda atamnywesha pombe ule mfalme. Allahu Akbar. Utarudi katika ile kazi yako, utaenda utamnywesha pombe ule mfalme. Allahu. Wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'si. Allahu Akbar. Ule wa pili atasulubiwa. Baada ya kusulubiwa, ndege watakuja watakula katika kichwa yake, huyo sasa atauliwa. Allahu Akbar. Wakasema tulikuwa tunacheza, hakuna kitu yote tuliota, hiyo ilikuwa tu story tu tumekupatia, bahati mbaya imetutoka. Mtume Yusuf alayhi salam akamwambia nini? Qudhiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan, amri imekwisha hukumiwa, hakuna kurudi nyuma tena. Already imekwisha hukumiwa, na venye nimewaambia ndio itatendeka. Kisema tulikuwa tunacheza, hakuna. Sasa ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia, ukiota ndoto usijaribu kuambia kila mtu, na ukiota ndoto mbaya amka sema a'udhu billah, tema mate mara 3 upande ya kushoto na ugeuke upande mwingine ulale, na usiambie mtu yoyote, kwa sababu ndoto imefungwa katika mguu ya ndege. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ukijaribu kusema ndoto yako ni tafsiriwa vibaya, ama uambie mtu akupende akuambie vibaya, itakuwa hivyo, inaenda direct. Subhanallah. Tujichunge sasa kuambiana ndoto yetu, baadaye sasa ile mtu atakutafsiria alafu usema unajua mimi nilikuwa nacheza. Usikuwe venye walikuwa hao watu wa Yusuf alayhi salam, marafiki ya Yusuf, na ikatendeka hivyo. Waqala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Allahu Akbar. Ule ambaye Yusuf alayhi salam alijua atatoka ataenda katika mfalme, ataenda kumtengenezea pombe mfalme, akamwambia nisikize, wewe utatoka, usinisahau ukifika kwa mfalme, nitaje karibu yake, sema kuna mtu kama Yusuf ako jela, amefungwa kimakosa, hana hatia yoyote, hana ubaya, yeye ndiye amenipatia tafsiri ya ndoto ambaye nitakuja kukufanyia kazi, abu mwambie hivyo. Allahu Akbar. Fa'ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin. Allahu Akbar. Inasemekana ule sasa ametoroka within 3 days, after 3 days ilisemekana alitolewa na akaenda akapata ile kazi. Sasa ile furaha ile ametoka nje, sheitani Iblis na halali Iblis sasa akamfanya nini? Asahau. Le jamaa amefika katika kazi yake, akaendelea na ile kazi yake ya kawaida, akamsahau Mtume Yusuf alayhi salam. Mtume Yusuf alayhi salam akakaa katika hiyo jela mwaka ngapi? Bid'a sinin, inasemekana inafaa kuwa between 3 years to 9 years. Wanazuoni wanasema Yusuf alayhi salam baada hiyo alikaa katika ile jela miaka 7, amesawika. Hakuna mtu yote amemkumbuka Yusuf alayhi salam, lakini alifanya nini katika ile jela? Alianza kupatiana tauhid, anawaambia watu dini,
anazunguka. Watu wa jela wale watu wamefungwa ndani gerezani wameanza kuwa marafiki yake, wamependana Yusuf alayhi salam, lakini ile jamaa akamsahau. So one of the days ule king mwenyewe sasa akaota, inni ara sab'a baqaratin simanin yaakuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin qudrin wa ukhra yabisat. Allahu akbar. Ule mfalme sasa akaota, aliota ndoto ambaye ni ya maajabu kabisa, ndoto ambaye alishinda kujua atatafsiri aje. Hakuota siku moja, hakuota siku mbili, hiyo ndoto ilirudi sana kwake. Allahu akbar. Akaita sasa wale almala, who is who, the big people, akaambia kujeni katika town nzima. Akawaita wale ambao wanajua kutafsiri mandoto, akaambia kujeni, ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yai in kuntum liru'ya ta'burun. Akaanza kuambia enye almala, enye waheshimiwa ambaye tuko pamoja, abuni jibuni swali, abuni nitafsirieni hii ndoto yangu ambaye venye nimeota, kama nyinyi ni wauguzi ambayo mnajua kutafsiri ndoto. Allahu akbar. Ni nini hiyo mfalme ambaye ameota? Allahu akbar. Mfalme aliota jambo moja. Aliota nini? Aliota kuna ng'ombe ambayo wamenona 7 wanakuliwa na ng'ombe ambaye imekonda 7. Subhanallah. Tena akaota nini? Akaota mashuke ambaye ni mbichi na zingine ambaye ni makavu. Sasa ameshinda kujua hii ndoto inakaa aje. Maize corn, sasa ile maize corn nyingine ni mbichi na nyingine imekauka 7. Subhanallah. Sasa ameshinda kujua atajibu hivi. Wale walimjibu nini? Wakashinda, wakazunguka, wakasema mambo yao haingiani, wakafanya nini? Wakasema sasa hii si ndoto ya ukweli. Qalu adqathu ahlamin wama nahnu bitawil alahlami bialimin. Hii ndoto ambayo muota ni ndoto ambayo imeparanganyika, ndoto ambayo imechanganyika, uongo imechanganyika, haieleweki. Na sisi si watu wa kujibu ndoto kama hiyo. Sisi hatuna ansa na ndoto kama hii ambayo wewe umeota. Allahu akbar. Sasa king anashangaa ini nini? Inarudi kwake, lakini wale watu walishinda kujibu ile ndoto. Sasa yule jamaa akasikia ile story. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. الله أكبر. ule sasa ule jamaa ambaye alikuwa ameokolewa, ambaye Yusuf alayhi salam alimwambia utende huko na utamtengenezea pombe ule mfalme wako. Allahu akbar. Akakumbuka kwa muda kulikuwa na jamaa anaitwa Yusuf. Akakujia ile mfalme akaambia, wewe mfalme, mimi niwachilie niende, mimi nitakuletea swali hiyo ndoto ambayo umeota. Allahu akbar. Nitakujibia, niwachilie, nitume niende katika gerezani. Kuna mtu ambaye ni mzuri ako ndani hiyo gereza na atanijibu hiyo swali ambayo unataka. Allahu akbar. Ule sasa mfalme akamwachilia, akamwambia enda katika gereza, enda kwa ile mtu ulikuwa unataka kumwendea kumuuliza swali. Akaenda pale sasa. Yusuf ayuha Siddiq, saki venye unamuita Yusuf alayhi salam, anasema ewe Yusuf, wewe ni mkweli kabisa, wewe ambaye ni ile mtu ambaye ni mkweli kabisa. Aftina fi 7 baqaratin simanin yakuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulatin qudrin wa ukhra yabisat. Yusuf, abuni jibu hii swali. Ngombe 7 ambaye ni wanene wanakuliwa na ngombe 7 ambaye ni wakonde, ni nini maana yake Yusuf? Abuni jibu. Mfalme anaota hizi vitu kila wakati. Allahu akbar. La'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun. Nataka nirudi katika watu ili watu wajue majibu ya hii ndoto. Yusuf alayhi salam hakumwambia wewe, si nilikwambia usinisahau miaka 7 sasa umeniacha ndani ya jela, sasa ndio unanikumbuka, unarudi kwangu, hata siwezi jibu hiyo swali unataka kuniuliza. Yusuf alayhi salam akusema hivyo. Yusuf alimjibu direct, hakumwambia jambo lolote. Qala tazra'una 7 sinina daba. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam akamwambia mutalima miaka 7 mfululizo, mtakuwa mnalima kwa juhudi. Ile mazao ambayo mtapata katika hiyo miaka 7 ambayo mfululizo, fama hasadtum
fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, ile kitu mmelima mkivuna munawacha ndani ile mashuka yake hamotoi. Kama maize sasa sina kuanga na ile shuka yake ya juu hamotoi, munawachia ndani illa qalila, ila chache ambayo ile nyinyi mnataka kukula wakati hiyo. Inatakana miaka 7 kila kitu ambayo mtavuna mnaweka katika store, inakaa mahali, kwa sababu kuna miaka 7 nyingine ambayo inakuja mtakuwa na kiangazi ya hali ya juu, hakuna kitu yote itamea hiyo miaka 7 nyingine. Subhanallah. Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidad, ndio sasa nawaambia, anasema baada hiyo itakuja miaka 7 ambaye ni shida kabisa. Sasa msijaribu kufanya nini extravagance, mnakula kidogo ile mnabaki mnaweka ndani ya store, mnakula kidogo ile nabaki mnaweka ndani ya store. Allahu, kwa sababu hii miaka 7 ambaye ni shida ndio mtakuja kukula sasa. Thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun, akaanza kuambia sasa baada hiyo tena miaka 7 ambaye ni shida, ambaye ile chakula mtakula baadake ile 15 ya Abu, angalia Mtume Yusuf alayhi salam anamwambia miaka 15 ile kitu itatendeka. Anasema miaka 7 mtapata mvua, mtapata chakula, mtapata malisho, mtapata kila kitu. Miaka 7 next yake, baada miaka 8 ikifika kiangazi itaanza, itaendelea mpaka miaka 14 mtakuwa na kiangazi. Miaka 15 ikifika ndio mvua tena itaanza. Ile mvua mtaanza sasa, mtapata raha, watu watasaidika, na tena mtaanza kukamua ile grapes yenu na ile chakula yenu na kila kitu mtapata. Mvua itaanza miaka 15. Sasa inatakana hiyo miaka 7 ni lazima mujipange. Allahu akbar. Abu, angalia Mtume Yusuf alayhi salam venye aliwaambia hivyo, yule jamaa akarudi katika ile king akampatia jawabu. King alistuka sana, akasema waqala al-malik utuni bihi, ile malik ule falme akasema endeni muniteni Yusuf, mimi nataka nimuone Yusuf. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun, akamwambia enda rudi katika ile mfalme wako. Yusuf alayhi salam alikujua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alicheka akasema, wallahi ningekuwa nafasi ya Yusuf alayhi salam, na wakati hiyo niko ndani ya jela, ambaye uko ndani ya jela ambaye ujui lini utatolewa, haujui tarehe ngapi utatolewa nje, na hakuna binadamu anaweza kukutoa ndani ya jela. Atuitwe na mfalme akwambie kuja, unatoka mbio haraka haraka. Lakini Yusuf alayhi salam alikataa. Alimwambia yule jamaa alitumwa, rudi katika mfalme muulize wale wanawake ambaye walijikatakata mkono mambo yao ilikuwa aje, walikuwa wamenipangia vitimbi wale wanawake, enda muulize mfalme mambo yao ilikuwa aje. Inna rabbi bikaidihin alim, hakika Mwenyezi Mungu wangu anajua ile vitimbi ambaye hao walikuwa wananipangia, ile hila ambayo walikuwa wananipangia, Mwenyezi Mungu wangu alikuwa anajua. Allahu akbar. Abu, angalia Mtume Yusuf alayhi salam alisema sitoki, lazima my innocence ijulikane, mimi sijafanya mabaya yote kabisa. Mfalme akawaita wale wanawake wote wale wadozi, akaambia kujeni. Qala ma khadbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi, muna nini nyinyi wanawake? Kwa nini mlikuwa mnamtaka Yusuf alayhi salam kinyume cha nafsi yake? Kwa nini mlikuwa mnamhitaji? Qulna hasha lillah, wala wanawake akasema tena hasha lillah, God forbid, ma alimna alayhi min su, sisi hatumjui Yusuf alayhi salam kwa ubaya yote, hakuwa na ubaya yote Yusuf alayhi salam, hatujui ni namna gani. Lakini hiyo point inaelekea mtu mmoja, lakini mfalme hakuwa anataka amtaje ile bibi ya Aziz, hakuwa anataka amtaje direct, lakini yeye mwenyewe ndo sasa akajitoa nje. قالت امرأة العزيز الآن الحسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Ule mfalme sasa, ule Aziz bibi yake akasema nini? Leo ni siku ya kusema ukweli, leo ukweli umedhihirika, wallahi ni mimi ndo nilikuwa namtaka kwa nafsi yangu, lakini yeye alikuwa anasema ukweli. Yusuf ana makosa.
na nafanya hivi ili bwanangu ajue sijafanya mabaya. Nataka bwanangu pia ajue mimi sikumkiani akiwa hayuko. Hakuna kitu yote nimefanya na Yusuf alayhi salam. Mimi niko clean, sikufanya na kitu chochote na Yusuf, na mimi nilikuwa namhitaji Yusuf, lakini Yusuf alinikataa. Allahu akbar. Sasa Yusuf alayhi salam akakuwa innocent, wale wanawake wakakubali makosa ilikuwa ni yao. Yusuf alayhi salam, sasa mfalme akawasema nini? Waqala almaliku tuni bihi astakhlisu li nafsi, endeni mumleteni Yusuf alayhi salam. Nataka Yusuf alayhi salam akuwe pia yangu, akuwe karibu sana na mimi, anataka akuwe pande yangu. Falamma kallamahu qala innaka alyawma ladaina makinun amin. Baada ile alimuongesha Yusuf alayhi salam, walisemezana na yule king akamwona Yusuf ni mtu mmoja, ni mzuri kabisa. Akamwambia kutoka leo Yusuf alayhi salam, wewe umemakinika kwetu, wewe uko na cheo kwetu Yusuf alayhi salam, na wewe ni mwaminifu kwetu, tumekuamini kwa hali ya juu. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam aliaminika na ile mfalme. Abu, angalia Mwenyezi Mungu alimtoa ndani ile jela akamleta katika ile cheo ambaye Yusuf alayhi salam hata akufikiria. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu na anamfanyia hivyo. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia hata sisi, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wallahi, ukimwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwezi jua ile mali Mwenyezi Mungu atakuruzuku. Wewe unatoka tu hivi unakutana na mali tu, mtu anakuambia shike hiki kitu. Kumwogopa Mwenyezi Mungu peke yake, ruzuku yako huwezi jua imetoka wapi. Inatoka from nowhere, mali ambayo hata roho yako haikufikiria itatoka, wallahi ndio inatoka. Abu, angalia Yusuf alayhi salam from gerezani, anatoka ndani ya gereza, anaenda anakaa na mfalme mali moja. Allahu akbar. Mfalme akasemeza naye akamwambia, Yusuf, unataka nini leo nikupatie? Ni nini unataka kwangu? Sasa Yusuf alayhi salam tuko tunajua alikuwa niishi ndani ile nyumba ya Aziz. Alikuwa anaona Aziz venye alikuwa anafanya kazi, alikuwa anaona Aziz venye alikuwa anafanya mambo yake. Alisoma, alilearn a lot of lessons from Aziz. Wakati hiyo ule jamaa alikuwa waziri wa fedha, alijua mambo mingi kwake. Sasa akamwambia nini? Qala ja'alni ala qazaini al-ardi inni hafidhun alim. Allahu akbar. Akamwambia, mimi nataka unipatie mimi sasa nikuwe waziri wa fedha, nataka unipatie hazina ya ardhi yote, mimi sasa nisimamie kila kitu, kwa sababu kuna miaka 7 ambayo inakuja tunafaa kuokota chakula ya hali ya juu. Chakula tunafaa kuweka mahali, because hiyo mwaka 7 tutakuwa tunalima. Ninatakana chakula tuweke katika store. Mimi nataka nichunge hiyo store yote. Mimi ni mkuu waziri wa fedha, waziri wa mali, nichunge hiyo hazina yote na kila kitu. Nataka unipatie hiyo. Na kitu moja, mimi ni mwaminifu, hafidh, mimi nitahifadhi mali. Allahu akbar. Na mimi pia niko na elimu juu ya hii jambo, nimejifunza wakati ile nilikuwa nakaa na Aziz. Allahu akbar. Sasa Yusuf alayhi salam ametoka kutoka gerezani, amekuwa the second most powerful man in Egypt. Na angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile zawadi amepatia. Ndio Mwenyezi Mungu anasema nini? Makanna Yusufa fil ardh. Mwenyezi Mungu anasema tukamweka katika ile nchi ya Misri, tukampatia ufalme, tukampatia cheo ya hali ya juu. Allahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Yatabawwa'u minha haythu yasha. Yusuf alayhi salam anatembea ndani hiyo town ya Misri venye yote anataka. Mbeleni alikuwa na jela, sasa ile mali yote anataka kwenda ndani ya Misri. Yusuf alayhi salam anaenda. Nusibu bi rahmatina man nasha. Mwenyezi Mungu anasema tunampatia rahema yetu yote ambayo tunataka. Hakuna mtu anaweza juzia, wala nudhi'u ajra al-muhsinin, wala hatupuzi malipo ya ile watu ambao ni wema. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam akawa mkubwa wa ile kitu. Tukimalizia, Yusuf venye alikuwa mkubwa wa ile waziri miaka 7 wakalima. Baada ile mwaka 7, kumbe ni Misri peke yake ndio Yusuf alayhi salam aliweka ile mali katika hazina. Ile around ile nchi ambayo ilikuwa karibu na Misri, kando kando yote, hakuna mtu yote alikuwa anajua hii maneno. Mmoja wapo ni baba yake Yaqub na watoto wake. Allahu akbar. Ile kiangazi ikawafikia, kila mtu anasikia chakula iko Misri, hakuna mali nyingine iko chakula. Kila mtu anakuja kutafuta sasa chakula Misri. Nando mkubwa hiyo chakula, nando anagawa ile ration ni Yusuf alayhi salam.
Sasa baada ya miaka 7, ile miaka 7 nyingine ambayo ni kiangazi, mandugu zake wakakuja. Wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf alayhi salam, wale mandugu zake wakaingia ndani ile mali Yusuf alayhi salam alikuwa. Yusuf alayhi salam akawajua one by one, fulani huyu ni ile fulani, wale walinangusha ndani ile kisima, ndio hao wamekuja. Yeye aliwarecognize na aliwajua, lakini wao wale wengine wote hawako wanamjua. Allahu akbar. Tutajua ni nini imetendeka kesho inshallah. Tunasema wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.